Mazungumzo yetu leo, kama kawaida, nimemshukuru sana Mheshimiwa Rais Stubb kwa kukubali mwaliko wangu na kufanya ziara nchini Tanzania. Na nimemshukuru pia kwa mazungumzo tuliyoyafanya mchana huu ambayo yana manufaa makubwa kwa nchi zetu mbili. Ziara hii inafanyika wakati tukitimiza miaka 60 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi zetu mbili mwaka 1965. Katika mazungumzo yetu nimehakikishia Mheshimiwa Rais kwamba Tanzania inathamini sana uhusiano huu uliojengwa kwenye misingi ya urafiki, maelewano na kuheshimiana, ulioanzishwa na marais Julius Nyerere wa Tanzania na Martti Ahtisaari wa Finland. Uhusiano ambao tumeuendeleza na tunadhamiria kuuendeleza kwa dhati. Ndugu waandishi wa habari, ujio wa Rais Stubb sio tu unathibitisha ukaribu wetu wa kihistoria, lakini pia unafungua na kuongeza sura mpya ya urafiki na ushirikiano kati ya nchi zetu. Nitumie fursa hii sasa kuangazia baadhi ya maeneo ambayo tumeyajadili wakati wa mkutano wetu. Kwanza ni uhusiano wa uwili au bilateral relation. Mazungumzo yetu yalijikita kwenye maeneo tunayofanyia kazi kwa pamoja na yale tunayopendekeza tuweze kuyafanyia kazi kwa pamoja. Kwanza ni sekta ya misitu, biashara, uwekezaji, madini, utalii, elimu, uwezeshaji wanawake, tehama na uhamilishaji wa teknolojia. Ni maeneo ambayo kwa muda mrefu Finland imekuwa mbia wetu katika kuyaendeleza. Sote tulikubaliana kuwa kuna fursa kubwa ya kukuza zaidi ushirikiano katika maeneo haya na tukaeleza utayari wetu kutumia fursa hizi kwa manufaa ya mataifa yetu. Katika sekta ya misitu, Finland imekuwa ikitusaidia katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya usimamizi wa uhifadhi wa mazingira yetu. Katika ziara hii, nafurahi kwamba Rais Stubb mwenyewe atazindua mpango wa Finland unaolenga kuzijengea uwezo zaidi taasisi za mafunzo kwenye sekta ya misitu nchini. Kama mnavyofahamu, nchini kwetu tuna mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia ambao unalenga kuongeza matumizi ya nishati safi na kulinda mazingira. Lengo letu ni kufanya 80% ya jamii ya Kitanzania kutumia nishati safi ifikapo mwaka 2034 ili kulinda misitu yetu. Hivyo nimeikaribisha serikali ya Finland kushirikiana nasi katika kufanikisha mkakati huu unaolenga kuimarisha ustawi wa afya za watu wetu na mazingira yetu. Vile vile tumeikaribisha sekta binafsi ya Finland tushirikiane kuwekeza kwenye kuongeza thamani kwenye madini yanayopatikana nchini ili tuzalishe bidhaa kwa ajili ya masoko ya nje. Pamoja na hayo, kwenye mazungumzo yetu tulieleza dhamira ya kuimarisha uhusiano wetu kwa kuongeza maeneo mengine mapya ya ushirikiano katika sekta muhimu kama vile uchumi wa buluu, nishati na elimu kwa manufaa ya watu wetu. Aidha, kisiasa, Tanzania tuliwasilisha pendekezo la kuanzisha uhusiano wa kibunge ili kuwa na jukwaa la kuzungumzia yanayotokea nchini mwetu. Aidha, tumekubaliana kuhusu umuhimu wa kuendelea na mashauriano ya kidiplomasia na kuratibu ziara za biashara za wadau wa sekta binafsi kati ya nchi zetu ili kukuza zaidi ushirikiano wa kiuchumi. Utalii, biashara na uwekezaji. Katika kukuza kiwango cha biashara na uwekezaji kati ya nchi zetu mbili, na hapa nipongeze sana serikali ya Finland kwa dhamira yake ya kukuza mahusiano ya kibiashara na Afrika. Hata katika ziara yake hii Mheshimiwa Rais ameambatana na wadau wa sekta binafsi ili waweze kuangalia na kutumia fursa za uwekezaji. Kwa muda mrefu Finland imekuwa mbia
au mbia wetu mkubwa wa maendeleo. Kwa hivyo kadri Tanzania inavyokuwa kiuchumi, ni matamanio yetu kuona wawekezaji kutoka nchi rafiki ya Finland wanashirikiana nasi kuchochea biashara na uchumi baina yetu na ndani ya Afrika. Halikadhalika, nimemshirikisha Mheshimiwa Rais Stubb kuhusu nia yetu ya kuongeza idadi ya watalii kutoka Finland wanaotembelea Tanzania. Nimwambia kwamba mwaka jana tulikuwa na watalii karibu 5,067 na robo ya kwanza ya mwaka huu tuna watalii 1,276. Na hivyo kuomba tushirikiane katika kukuza utalii katika nyanja zake tofauti. Kwa upande wa sekta ya elimu, wakati wa mazungumzo yetu nimemshukuru Rais Stubb kwa msaada ambao Finland imekuwa inatoa katika sekta ya elimu, hususan katika eneo la ufundi stadi, mafunzo ya kidigitali na kuwajengea uwezo walimu. Tumeomba kuimarisha ushirikiano katika sekta hii na kuangalia pia njia za ziada za kubadilishana ujuzi na kukuza ushirikiano wa kitaasisi. Pia tulijadili mustakabali wa ushirikiano kupitia taasisi ya Uongozi Institute. Kama mnavyojua, ni taasisi inayotoa mafunzo kwa Watanzania kuwajenga kwa viongozi bora, lakini hasa wanawake, kuwajengea uwezo na kuwajenga kwa viongozi bora. Kama mnavyofahamu, Tanzania imekuwa inatoa kipaumbele katika kuwainua wanawake kiuongozi na kiuchumi, ikiwa ni utekelezaji wake wa nafasi yetu kama kinara wa haki za kiuchumi wa Jukwaa la Usawa wa Kijinsia GEF. Kwa upande wa sekta ya TEHAMA, tumekaribisha kuongeza ushirikiano katika kuimarisha elimu ya kidigitali kwa ajili ya vituo atamizi au incubation hubs kwa ajili ya kampuni changa startups, kuimarisha huduma za serikali mtandao na usalama wa mtandao kwa ujumla. Vile vile ni dhamira yetu kuona namna tunavyoweza kushirikiana kukuza matumizi zaidi ya TEHAMA kwenye sekta muhimu za uzalishaji kuendana na mkakati wetu wa uchumi wa kidigiti. Kwa upande wa uhusiano wa kimataifa, mimi na Rais Stubb tulipata fursa kujadili masuala yenye umuhimu kikanda na kimataifa. Nimwambia kwamba Tanzania inathamini juhudi za Finland katika kupigania amani, usalama na utulivu wa kikanda na kimataifa, na tumezungumza kuendelea kushirikiana katika eneo hili pia. Zaidi ya hayo, Tanzania itaendelea kushirikiana na Finland katika Umoja wa Mataifa na majukwaa mengine katika kukabiliana na changamoto zinazoikumba dunia ili kulinda amani, afya, mazingira na ustawi wa uchumi wa watu kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, ikiwa ni miaka 60 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wetu, majadiliano tuliyofanya leo yameimarisha zaidi uhusiano huu, hasa kwa kupanua wigo wa ushirikiano katika sekta muhimu. Nitumie fursa hii sasa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Alexander Stubb kwa dhamira thabiti ya kuimarisha uhusiano baina ya Finland na Tanzania. Na wakati wa mazungumzo yetu alituambia kwamba kwa sasa hivi Finland inafanya kazi na nchi mbili tu ndani ya Afrika, nayo ni Ethiopia na sisi Tanzania. Hii ni heshima kubwa kwetu. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa Rais Stubb, kwa mara nyingine tena asante sana kwa kukubali kutembelea nchi yetu, na sasa ni kualike uzungumze na hadhara hii. Karibu sana. Thank you very much, Madam President, and thank you for the kind invitation to come to this state visit, which, as you noted, has been long coming because the last president of Finland who was in Tanzania was Tarja Halonen some 20
2 years ago. It's a great honor to be here to celebrate the 60th anniversary of our diplomatic relations between Finland and Tanzania. We've been long-standing partners, and I think that this visit reaffirms our shared commitment to broadening our bilateral relations towards a more comprehensive partnership. And as you mentioned, Tanzania is the longest standing development partner for Finland, and I also have a business delegation here with me, roughly 10 companies, which reminds me of the trip that I did here 2013 as Minister of Trade, when we had a business delegation with us as well. We believe very strongly in equal partnerships on business, trade, and actually on world politics. You also know that Tanzania has a special place in the hearts of all Finns for many reasons, but one of them is late President Martti Ahtisaari, who was an ambassador here in the 1970s.